Kituo chetu hapa kipo kwa ajili ya kutoa teknolojia au kufunza teknolojia mbalimbali za kilimo kwa wakulima na wafugaji. Kama unavyoona hapa tunakuwa tuna demonstration plot au mashamba darasa. Tunaanzisha mashamba darasa au mashamba ya mfano, wakulima wanakuja kujifunza kwa kuona kile ambacho tunakifanya. Na kituo chetu tunashirikiana na wadau mbalimbali, makampuni ya mbegu za mboga, mbegu za mahindi wapo ambao tunafanya nao kazi, lakini mbali na hapo kuna miundombinu mbalimbali ambayo imejengwa. Kwa mfano kama hii kitalu nyumba imejengwa na ofisi ya Waziri Mkuu kwa ajili ya vijana na watu wenye ulemavu kuja kujifunza. Lakini hii iliyopo nyuma yangu hapa imejengwa na shirika la ya AgriConnect, mradi wa AgriConnect, watu wa Helvetas. Lengo kuu ilikuwa ni kwa ajili ya kuwawezesha kujifunza wakina mama na vijana kilimo cha mazao ya bustani. Kwa hiyo ukiangalia kituo chetu kina miundombinu mbalimbali hasa kwa ajili ya kutoa elimu kwa vitendo, elimu ya ufugaji, ya kilimo cha mazao ya bustani na mazao ya chakula. Tuna shughuli nyingi za kufanya kwa kweli. Kama tunafikiri tutaingia ndani tutaenda kuona kuna mazao mengine ambayo wakulima wengi wanakuwa wanahisi haiwezekani kulima Rungwe, lakini sisi kwa majaribio ya hapa kwetu tunawaaminisha kwamba hii inawezekana. Hapo ndani tumelima zao la aina ya tango. Tango kidogo inakuwa ina changamoto hasa ukanda huu wa baridi, lakini sisi tumefanikiwa. Kwa mkulima akija hapa anaona ni zao geni kwa Rungwe, lakini sisi tutamuelekeza kwamba hii zao inatakiwa lilimwe muda gani ili uweze kuvuna. Tutaenda kuona. Mbali na hapo, wale wote ambao wanapata mafunzo hapa wamekuwa na tabia ya kunipigia simu. Bwana mtaalamu, sisi tumeshajifunza hapo, labda na zao langu shambani, naomba uje unitembelee. Kwa pia huwa tunapata muda kwenda kuwatembelea huko mashambani mwao, kuona kile walichojifunza hapa anakifanya. Nafikiri kuna baadhi ya wakulima kule utakuwa mmeona ni wakulima wetu ambao walipata teknolojia hapa, wakaenda practice kule, wanaendelea na maisha huko. Eleza awali kwamba ukiachilia mbali kutoa tu elimu ya uzalishaji, lakini pia tumekuwa tunafanya tafiti ama tumekuwa tunaweka mazao mapya ambayo kimsingi wakulima wengi Rungwe hawalimi, tumekuwa tukiyajaribu hapa kwetu ili mtu akija tuweze kumwambia kwamba bwana, sio lazima ulime nyanya peke yake. Kuna zao hili unaweza kulima la muda mfupi inaweza kukukomboa kiuchumi. Kwa mfano hapa tuna hii zao letu la tango. Kwa haraka mtu anaweza kaisi Rungwe hatuwezi tukalima tango. Lakini sasa sisi tumeshaifanyia majaribio hapa zaidi ya mara moja na inafanya vizuri. Kikubwa tu ni kuzingatia muda wa ulimaji wa hii tango. Tango ni jamii ya maboga. Haifanyi vizuri sana kwa kuna baridi. Kwa hiyo sisi hapa tumejaribu kuanzia ile miezi ya 10. Tumeweka mwezi wa 10, tumeona imetupa matokeo. Na ni zao kimsingi ni zao zuri kwa sababu linachukua muda mfupi sana shambani. Tango kwa haraka ni siku 45 mpaka 50 unaanza kuvuna. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo zao hili linaweza likamkomboa mkulima katika swala zima la kipato. Unaona hii ni Darina F1. Mbegu hii kama nilivyokuwa nimesema mwanzo inachukua siku 45 mpaka 50 unaanza kuvuna. Na kwa mfano soko la sasa ukiuzia shambani tango moja kuuzia shambani ni shilingi 250 hii moja. Umeona? Na ukiangalia hili zao au hii shina lina bachi mpaka 25. Yaani unakuta ina zile clusters ya maua kuanzia chini mpaka hapo juu, unakuta inaweza kutengeneza mpaka clusters 25 kulingana na management. Sisi hii kwetu imefikisha clusters 20. Maana yake kila ngazi unapata tango. Sio kama umeelewa. Na kwenye hii nani yetu, hiki nyumba chetu tumeingiza miche 900. Sasa unaweza kupiga mahesabu. Miche 900 na kila mche mmoja kwa wastani, yani kwa kadirio chini, unatoa kila wiki unatoa tango moja ambalo ni 250. Sasa unapiga 250 mara 900 miche iliyopo ndani. Na hiyo ni kila wiki unachuma. Maana yake utachuma tango ambalo liko hapo chini, wiki inayokuja unachuma tango ambalo liko hapo juu, wiki hivyo. Unakuta hii inaenda mpaka kama nilivyosema inatoa maua mpaka 25 mpaka 30. Kwa hiyo unakuta ni zao geni ambalo mtu hawezi au mkulima hawezi amini kama linaweza likalimwa Rungwe, lakini kupitia kituo chetu hiki cha mafunzo tunawaambia wakulima kwamba hili zao unaweza ukalima na sio lazima ulime ndani. Kuna namna ambavyo tunaweza tukawaelekeza wakalima hata kwenye outdoor, yani ukalima nje. Kikubwa tu ni kuitengenezea miundombinu ya yenye kupanda.
Na changamoto, halina changamoto sana. Yaani changamoto zake ni za kawaida sana ambayo mkulima yeyote mwenye kipato cha chini anaweza akalima. Mbegu zake hii ni hybrid of course. Unakuta pakti ile si tumenunua shilingi 45,000. Pakti ya kutosha bichi 1,000. Shilingi 45,000. Kwa ni kilimo ambacho hakina gharama kubwa. Yaani huna ile ya kusema sasa utapiga madawa ya nini na nini, hamna. Ni kilimo ambacho unatumia nguvu kidogo lakini kipato zaidi. Kwa mfano sisi hapa ukiangalia tumetumia tu samadi wakati wa kupanda, tukatumia TSP kwa ajili ya kuenhance hizo mizizi, kutoa mizizi. Baada hapo tukatumia Kino Plus kwa ajili ya ukuaji. Baada ya kuanza kutoa maua, tukaanza kutumia Wina na polysulfate. Hizi ni mbolea zenye potassium nyingi kwa ajili ya kufanya itoe maua mengi. Ilivyoanza kutengeneza matunda, tumetumia mbolea zenye keni, zenye calcium. Tumetumia keni, tumetumia karishabo, ndio maana ukuta matunda yetu sisi hapa yamekuwa manene sana. Kwa hiyo haina gharama kubwa. Na kuhusu viuatilifu, sisi kwa sababu tumelimia huko ndani, hatuna changamoto sana ya visumbufu vya mazao especially wadudu. Kuhusu mbolea ya majani, tumetumia wakati wa maua, tumetumia zile busa zenye high potassium, high K. Ndio maana ukuta maua kidogo yakawa yametoka mengi. Mbali na hapo hakuna changamoto yoyote. Na ukiangalia hapa tumeshavuna zaidi ya mara 5 tumevuna hapa. Kwa hiyo unakuta ni zao ambalo linatumia nguvu kidogo lakini mapato yanakuwepo. Na kama nilivyokuwa nimesema, wakulima wanakuja wanajifunza na tunawashauri, na kimsingi tunawafuata huko waliko. Wakati mwingine wanapiga simu, tunaenda tunashauri huko maeneo yao wanakofanya shughuli zao hivyo. Kituo hiki kimekuwa kinaendelea kutoa mafunzo kwa wakulima mbalimbali, hususan ni upande wa kilimo cha mboga mboga na matunda kwa eneo hili la Ilenge pamoja na wilaya nzima ya Rungwe. Kumekuwa na semina mbalimbali ambazo zinaendeshwa hapa kituoni. Semina hizi zinatolewa na afisa kilimo wetu wa upande wa mboga na matunda hapa wilaya ya Rungwe. Kwa hivyo tumekuwa tunajifunza mambo mengi sana yanayohusiana na kilimo hiki cha mboga na matunda. Ushauri kwa vijana na wakulima kwa ujumla. Nafasi iko wazi, tunawaambia kwamba nafasi ipo wazi, muda wote wafike hapa ili waweze kujifunza namna ya uzalishaji wa mazao haya ya mboga mboga, ili waweze pia kujipatia kipato na mambo mengine mengi yanayohusiana na kilimo. Mimi nipo hapa kama mkulima wa mboga mboga na matunda, hususa kama ni matango na nyanya. Nipo hapa chini ya afisa Mjenda. Na washauri tusilime kilimo mazoea. Tulime hizi mbegu za hybrid, zinalipa sana kwa sababu ukilima hizi mbegu za kienyeji kwanza zitakusumbua. Utatumia gharama kubwa sana. Unaona, utatumia gharama kubwa sana wakati tuna maafisa hapa karibu, unaweza ukaja hata kujifunza, unaweza ukaja hata ukapata ushauri, bwana fanya hivi, ukatoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Mimi kwa jina naitwa Jekonia Kibona, ni mkulima kiongozi ambaye nimejifunzia mafunzo yangu kupitia kwa bwana shamba afisa kilimo Mjenda. Mafunzo nilivyo kutia kwake, ina maana mimi tulitengeneza kama shamba darasa kwenye ofisi za kilimo. Tukafanya kazi. Baadaye nilipojifunza nikaona na mimi na ukomavu wa kujiendeleza. Nikaja kujitengenezea na mimi kishamba cha kwangu kupitia kwake, ingawaje akiwa kama ndiye kiongozi wangu kwenye shamba ambalo nilikuwa nimeliandaa. Baadaye nikafanya kazi kupitia kwake, na mwenyewe tulikuwa tunasaidiana naye, ingawaje nilikuwa nategemea sana msaada kutoka kwake. Baadaye nikaja kulima na mimi shamba langu, nikaona limeniingizia kipato kizuri ambacho nimejenga, nimefuga, nimesomesha watoto. Kwa hiyo ndio hatua niliyokuwa nimepiga kupitia kilimo hiki cha nyanya. Mimi nikawa sina ubinafsi. Nitoa uhuru kwa kuwashawishi wenzangu ambao wanapenda kulima. Nikasema jamani, mje mjifunze kulima. Walikuja, walijifunza kulima na wenyewe wakavutiwa. Na wenyewe wakaingia kulima.
ndio saa hizi tunasaidiana, wenyewe wanalima na mimi nafanya ninalima, lakini nikiwa kama kiongozi. Ndio maana mmeona na wao waliokuja, kutokana kwamba elimu tunapeana, na maana tunabadilishana mawazo, na afisa kilimo akiwa bado anaendelea kufanya ni kututembelea. Mimi nasema kwa mtu ambaye hajawahi enda kujifunza pale, atakuwa basi tuseme anajipotezea muda. Kilimo hiki tunachofanya bila mafunzo yoyote, tunaingia kulima, lazima upitie ujifunze kwanza ndipo ufanye nini uingie kulima. Na utaalamu, hii nyanya inakuwa na utaalamu kidogo. Ukiingia kulima bila utaalamu, sasa nakusema unakuwa unajipotezea muda. Na washauri wenzangu ambao bado hawajaenda kujifunza kujifunza pale kulima, na washauri waende wakajifunze ili tuendeleze kilimo kilicho bora.